Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakupeleka moja kwa moja katika eneo bunge la Taveta ambako tumaini jipya limezaliwa kupitia juhudi za kuimarisha elimu. Karibu tuandamane hadi mwisho tukichambua kwa kina mabadiliko yanayogusa maisha ya wanafunzi, wazazi na jamii kwa ujumla. Ni siku iliyojaa matumaini katika mji wa Taveta wakati mpango wa elimu bora ulipozinduliwa rasmi. Wazazi na wanafunzi walikusanyika kwa wingi kushuhudia tangazo kubwa kutoka kwa mbunge wa Taveta, Wakili John Okanobwire, kuwa elimu katika shule za Day Secondary itakuwa bure kabisa. Leo hii nakuja na ujumbe wa baraka, ujumbe wa matumaini, ujumbe wa kutia moyo kwamba elimu ya Taveta ya shule zetu za Day mwaka 2026 itakuwa bure bila shilingi. Taveta hoye! Taveta hoye! Hamjasikia, wacha nirudie tena. Elimu ya Taveta ya shule za kutwa mwaka 2026 hakuna mzazi ataingia mfukoni kulipa school fees. Niendelee ama nisiendelee? Endelee ama nisiendelee? Tangazo hilo lilipokelewa kwa shangwe kubwa, huku wazazi wakishindwa kuficha furaha yao. Nyimbo za shukrani na vigelegele vilitawala hafla hiyo, wazazi wakiimba bila kuchoka kuonyesha matumaini mapya kwa mustakabali wa watoto wao. Mbunge Bwire pamoja na mwakilishi wa kina mama Haika Mizigi walionekana kuongoza bwembwe hizo, wakishirikiana na jamii kusherehekea hatua hiyo muhimu. Kwa wanafunzi wa shule za bweni, wazazi sasa watalipa shilingi 5,000 pekee kwa mwaka mzima, punguzo ambalo limeelezwa kuwa nafuu kubwa kwa familia nyingi. Shule ya boarding Taveta, iwe ni Bishop Njenga, iwe ni Chala, iwe ni Timbila, iwe ni Kobo, iwe ni Eldoro, itakuwa shilingi 5,000 peke yake kwa tano. Na bado namwambia Mwenyezi Mungu anisaidie, anifungulie fikra zangu zote, ni kuwa baraka kwa mzazi wa Taveta. Taveta itabadilika. Sisi ambao tulikuwa nyuma tutakuwa namba 1, itaita Taveta. Akihutubia wakati wa uzinduzi huo, mbunge Bwire alisisitiza kuwa elimu ndiyo silaha kuu ya maendeleo na njia bora ya kuwajengea vijana mustakabali wenye matumaini. Kama wewe ni mzazi na una mtoto amepatiwa mimba na unamficha na haujaenda kuripoti kwa DCC, tukikutana na wewe na yule ambaye amempatia mimba mlichangia kupatia huyo mtoto mimba. Siseme. Naye naibu kamishna wa kaunti alihimiza wanafunzi kuwa na nidhamu na kuzingatia masomo yao, akisema kuwa sasa hakuna kisingizio, kwani elimu imefanywa nafuu na inapatikana kwa urahisi. Pia aliwataka wazazi kuhakikisha watoto wanahudhuria masomo kikamilifu na kutumia vyema fursa waliopewa. Na huyu mzee ameingia kwa container akijiendeza, amejaribu, ameng'ang'ana kubadilisha tabia ya Soweto Secondary School, lakini hana ushirikiano kutoka kwa wazazi. Mwalimu ndiye kubadilisha hiyo shule, kwa sababu watoto wetu wako Taveta pale Soweto. Asante. Katika hafla hiyo, mwakilishi wa kina mama Haika Mizigi aligawa taulo za kujisitiri kwa wanafunzi wa kike.
hatua iliyolenga kupunguza utoro na kuhakikisha wasichana wanaendelea na masomo bila vikwazo. Haika aliwahimiza wanafunzi kuweka juhudi zaidi katika elimu yao, akisema kuwa msaada unatolewa ni uwekezaji kwa mustakabali wao. Mimi nikiwa kule jikoni Nairobi napika nikipakua analeta mara moja, anakuja nauliza mama, iko ingine? Tunaelewana? Kwa hivyo tuna ushirikiano mzuri. Ndiposa wakati aliniambia ana hii sherehe ya elimu bora, na nimemfuatilia sana, nimekuwa nikimwona vile ako na upendo, ako very passionate about elimu yetu, na amekuwa akizungumzia mambo ya elimu, na leo amesahau kusema kwamba education is the only equalizer. Huo ni msemo anapenda kusema sana, na ni ukweli. Elimu tu ndio itamfanya mtoto wa maskini aketi na mtoto wa tajiri kwa meza moja. Elimu tu. Na siku hizi hakuna mashamba ya kuwapatia watoto, tunawapatia hii elimu. Wazazi waliohudhuria walieleza furaha yao, wakisema kuwa gharama za elimu zimekuwa mzigo mkubwa kwa muda mrefu. Wanafunzi nao walionyesha matumaini mapya, wakiamini kuwa sasa wanaweza kuendelea na masomo bila hofu ya kurejeshwa nyumbani kwa sababu ya ada. Mpango wa elimu bora unapoanza kutekelezwa Taveta, jamii inaangalia mbele kwa matumaini makubwa, matumaini ya kizazi kipya chenye elimu, ujuzi na ndoto pana. Mtazamaji, safari ya elimu ni safari ya jamii nzima. Kama wahenga walivyosema, elimu ni ufunguo wa maisha. Je, huu ndio mwanzo wa mapinduzi ya elimu Taveta? Endelea kufuatilia kwa habari zaidi za jamii, viongozi na mashujaa wa kila siku. Na kutakia kila la heri, na kuomba usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hizi zetu. Kwa heri na Mungu akubariki.